muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3, mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale. Gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huo ukweli na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna